Unaendelea kusikiza KBN ambayo inakutangazia kutoka hapa jijini Arusha nchini Tanzania. Leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2025, siku ya kumbukizi ya kifo cha Julius Kambarage Nyerere, aliye baba wa taifa la Tanzania, na ni siku ya mapumziko, nikikukaribisha katika somo ambalo linasema matengenezo madhubuti yanahitajika. Nitafuta mapema, nafsi yangu yaona kiu, mwili wangu wakuone ashauku, midomo yangu itakusifu, uhai wangu ni kwako Bwana, fadhili zako njema kuu viko vyote. Yohana 5:24 maandiko yanasema, amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Tuombe. Mtakatifu Mungu na Baba yetu, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo tukiwa na moyo uliojaa sifa na shukrani kwa ajili ya rehema na upendo wako. Asubuhi hii tunapoenda kufungua maandiko haya, tunaomba uongozi wa Roho wako Mtakatifu uweze kuwa pamoja nasi tokea mwanzo hadi mwisho, katika jina la Kristo Yesu. Amina. Kwenye malango nitakaposimama, masumbufu huzuni zimepita, sauti ya Bwana vyema mtumwa mwema, zuri ya ajabu itasikika. Nabii anasema, kadri mnavyoruhusu kiburi kutawala mioyoni mwenu, ndivyo mtakavyokosa nguvu katika kazi yenu. Kwa miaka mingi roho chafu imetukuzwa, roho ya kiburi, tamaa ya kuwa juu ya wengine. Katika hili shetani anatumikiwa na Mungu anavunjiwa heshima. Bwana anatoa wito kwa ajili ya matengenezo ya dhati. Hebu nafsi iliyoongoka kweli kweli ifanye upya agano lake na Mungu, na Mungu atafanya upya agano lake nayo. Hebu malaika na wanadamu waone kuwa kuna msamaha wa dhambi kwa Mungu. Nguvu ya pekee kutoka kwa Mungu lazima ishikilie kanisa la Waadventista wa Sabato. Uongofu mpya lazima utendeke miongoni mwa washiriki, ili kwamba kama mashahidi wa Mungu waweze kuthibitisha nguvu ya mamlaka ya ukweli unaotakasa nafsi. Kanisa linalazimika kuumbwa upya, kusafishwa na kutakaswa. Vinginevyo ghadhabu ya Mungu italishukia kwa nguvu kubwa zaidi kuliko kwa wale ambao hawajawahi kukiri kuwa watu wa Mungu. Wale ambao wametakaswa kwa ile kweli wataonesha kwamba ukweli umefanya mabadiliko maishani mwao, kwamba ukweli unawaandaa kwa ajili ya kuhamishiwa katika ulimwengu wa mbinguni. Lakini kama bado kiburi na wivu na kuhisiana vibaya kunatawala maishani, Kristo hatawali moyoni. Upendo wake haumo ndani ya mtu. Katika maisha ya wale ambao ni washirika wa asili ya Mungu kuna kusulubisha kiburi, roho ya kujihesabia haki ambayo huongoza katika kujisifia. Mahali pake Roho wa Kristo anapaswa kutawala, na katika maisha tunda la Roho hutokea. Wakiwa na dhamira ya Yesu, wafuasi wake hudhihirisha neema ya tabia yake. Hakuna pungufu ya hili litawafanya wanadamu wakubaliwa kwa Mungu. Hakuna pungufu ya hili litakalowapatia tabia safi na takatifu ambayo lazima wawe nayo wale ambao wameruhusiwa kuingia mbinguni. Punde tu mtu anapomvaa Kristo, ushahidi wa badiliko lilofanywa ndani yake unaonekana katika roho na neno na matendo. Mandhari ya mbinguni huizingira nafsi yake, kwa maana Yesu anakaa ndani yake. Katika Yohana 6:47 Yesu alisema, amini amini nawaambia, yeye aminiye yuna uzima wa milele. Ni wachache jinsi gani ambao wanadhihirisha maishani mwao kanuni za uzima huu. Wanakiri kuamini ukweli mtakatifu zaidi kupata kutolewa kwa wanadamu, lakini maishani mwao wanamvunjia Mungu heshima. Yeye aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Yohana sura ya 6 mstari wa 54 hadi 57. Tunawajibika kuishi kwa kicho na upendo wa Mungu. Mungu ni mkuu mno, na bado anashirikiana na wale ambao wanamwakilisha Yesu katika maisha na tabia. Wale walio wema, wenye hadhari, wajikanao nafsi na kuitoa miili yao dhabihu. Yesu anasema,
katika Mathayo 16:14, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake, anifuate. Pambano la kutisha liko mbele yetu. Shetani atawatesa watu wake Mungu. Pambano la kutisha liko mbele yetu. Shetani atawatesa watu wake Mungu. Ndugu yangu, tujipeni moyo, kwani pambano li halisi. Ahadi zake Mungu wetu tena ni za kweli. Atatulinda, atatushindia, atatulinda, atatushindia. Ndugu yangu, tujipeni moyo, kwani pambano li halisi. Ahadi zake Mungu wetu tena ni za kweli. Atatulinda, atatushindia, atatulinda, atatushindia.